Captain Kizinga tuko naye siku ya leo mara baada ya mpira kutamatika kati ya Wekundu wa Msimbazi dhidi ya Coastal Union. Nusu finali ya kwanza, Simba ameshika miguu katika finali. Vipi kwa Azam na Young Africans kesho katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza? Captain Kizinga, uko vizuri? Ya, namshukuru Mungu niko vizuri. Hakika dua na sala tulizokuwa tukiomba wana Young Africans zimekwenda kujibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amekwenda kukubali dua yetu wana Yanga tulikuwa tukiomba kuhakikisha kwamba mnyama Simba anatinga katika hatua ya fainali, hatua ambayo ana takribani mara ya 4 nafikiri, mara ya 4 au mara takribani miaka 2-3 hivi kama siku 2021. Toka 2021 Simba hajafika fainali ya michuano ya CRDB Federation. Bwana. Kwa hiyo dua yetu ilikuwa ni kumwomba Mungu aweze kujalia viumbe hivi viweze kutangulia katika eneo ambalo ni la machinjioni. Kwa hiyo tuwapongeze sana kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kuhakikisha wanatangulia kwenye eneo la tukio ambalo tutakwenda sisi kumnyonyoa. Tutakwenda kumnyonyoa. Tumemtanguliza na tunasema kabisa pambano la leo la Simba dhidi ya Coastal Union lilikuwa ni pambano tu la utangulizi. Miamba itakwenda kupambana kesho. Hili lilikuwa ni pambano la utangulizi. Bwana, wanatangulia watoto wadogo wamecheza. Bwana, sisi tunakwenda kukiwasha kweli kweli. Kesho ndo tutakwenda kushuhudia burudani. Watanzania wanakwenda kushuhudia burudani siku ya kesho. Lakini Captain Kizinga, leo umeshuhudia upinzani mkubwa kati ya Coast dhidi ya Wekundu wa Msimbazi. Hakuna upinzani wowote ambao nimeushuhudia. Hakuna upinzani wowote kwa sababu najua viwango vya wachezaji wa Coastal Union ni viwango vya chini sana. Viwango vya chini sana. Kwanza hata wao kuingia kwenye hatua hii washukuru Mungu tu kufika nusu finali. Ni kwa sababu tu Mungu amewajalia, amekuwa upande wao, wamejitahidi. Lakini viwango vyao ni vya chini sana, huwezi kuvikompea na wachezaji wa Simba. Wachezaji wa Simba nenda kawakompea na wachezaji wa Singida Black Star, nenda kawakompea na wachezaji wa Azam. Bwana, hao ndio size yao. Yanga waweki. Huwezi kuwaweka kwa nani pale unaenda kumkompea na. Angalia mtu kama Okelo. Okelo amefananishwa na wachezaji wengi sana. Unamleta Chama unamtoa. Unamleta Libase unamtoa. Unamleta Innocent sijui nani yule sijui nani unaleta unatoa. Luemba unaleta unatoa. Umeelewa? Profesa Pacome Mezuzwa amefananishwa na wachezaji wengi. Lakini mwisho wa siku huwezi kuwafananisha wachezaji wa Young Africans. Mabingwa mara 4 mara 5 mfululizo tunakwenda kufikisha. Mabingwa wa CRDB Federation muda mrefu ukawafananisha na wachezaji wa kawaida hao. Yaani wachezaji wa Yanga ukawafananisha na wachezaji wa dirisha dogo. Unakosea heshima. Tafadhali, please tuheshimiane. Moto uliowaka kwa Libase Gwe na leo kaondoka kama nyota wa mchezo. Pengine kuna alamu inalia kwa yule ambaye anakuja finali kule kwamba huku gari limewaka. Unakuwa man of the match unacheza na nani? Wewe ni man of the match sawa. Umecheza na nani? Yaani unacheza na Coastal Union unasema wewe man of the match unavimba. Sio, umeelewa? Kwa lazima kuna wakati sisi tutasema sawa. Umekuwa man of the match sawa. Umecheza na watoto. Utakwenda kucheza na wakubwa. Wakina Young Africans finali. Wewe umetangulia magetoni mai wetu. Sawa. Sisi tuko nyuma tunakuja. Nenda mwanakwenda vidume vinakuja. Sawa? Acha tangulie. Atakwenda kukutana na wachezaji ambao ni wana quality players. Tumefurahi sana. Maombi yetu wana Young Africans kwa Mwenyezi Mungu yamejibiwa. Simba anakwenda finali. Yes. Wewe bado hujamalizana na kipengele chako ama na mzigo ulionao mbele yako. Pengine nini unajionea mbele ya safari? Mimi nakwenda kuchukua alama 3 na kwenda mpaka finali. Azam FC hawezi kunizuia mimi. Yaani Young Africans tunalitaka jambo. Young Africans tunaitaka finali. Young Africans tunataka kulitetea kombe letu. Alafu Azam FC atuzuie? Come on. 35 nimezaliwa mimi. Sawa? Huyu mtoto wa juzi tu 2013-14. Kazaliwa Azam FC. Aje apambane na mimi. Baba la baba kwenye nchi. Baba la baba East Africa Mashariki na Kati. Sio kweli. Sio kweli. Ashindwe na aregee. Sio kweli. Kubaliani nayo. Siwezi kukubali hata siku moja. Azam FC mtoto mdogo. Wanaosema mnajivunja. Nani anajivunja? Maombi yetu sisi ni Simba ingie finali. Tunajivunjaje? Yaani nakwambia afe kipa afe beki. Afe Masai, afe Mangati. Afe Msukuma, afe Mfipa. Sisi tunakwenda.
fainali. Tunakwenda kutetea taji letu. CRDB Federation tangu imeanza nani anachukua? Young Africans. Wasitugombanishe na haya mabenki. Tafadhali. Young Africans hatutaki tugombanishwe na haya mabenki. NBC na sisi tuna ujamaa, tuna ukaribu sana. CRDB Federation na sisi Young Africans ni ndugu wa damu kabisa. Kwa hiyo itakuwa sasa sio njema kama endapo mtataka kujaribu kutugombanisha sisi na CRDB. Tafadhali tumwambie Ibenge tumekusikia kwamba hutakuwa na maneno mengi, unachokihitaji wewe ni kwenda fainali. Tukupe pole kwa sababu mahitaji yako wewe yamekwenda kwenye njia ambayo sio sahihi. Yaani huku ulikokuja kawalaumu waliopanga ile ratiba. Waliokwenda kupanga ile ratiba. Nani atakutana na nani na nani atakutana na nani. Usitulaumu sisi. Tunapokuwa tunaelekea kwenye hatua kama hizi tunakuaga wakali, mbogo, chui. Ukatili wa kijinsia. Young Africans lazima tufanye siku ya kesho. Kwa tumwambie utatusamehe kwamba hizi mechi mbili zilizobaki sisi na wewe utatuachia alama zote, kwa maana tuna kazi nazo hizo alama zikatusaidie kwenye sherehe za ubingwa msimu huu. Lakini hizi goli 4 za leo haziwatishi? Hapana, haziwezi kututisha kwa sababu tunachoamini sisi kwamba Simba ni mtoto mdogo kama watoto wengine. Yaani Simba na Coastal Union utofauti wao ni mdogo sana, kwa sababu wote ni watoto ambao wanacheza saa 8 mchana. Kwa hiyo hawawezi kutusumbua sisi. Watoto wadogo sana hawa, watoto wadogo hapa. Tukio la mkwaju wa penalty kwa siku ya leo unalitafsiri vipi kwa upande wako? Kwanza ni mwambie referee wa mchezo wa leo. Kwanza tunasikitika tu kwamba mara nyingi tumekuwa tunawekewa waamuzi ambao wakati mwingine lazima tuseme, waamuzi ambao muda mwingine sijui amegubikwa na mapenzi. Sielewi. Mkwaju wa penalty aliotoa ni mkwaju mwepesi sana. Haikustahili kuwa penalty. Halafu wanawafokea sana wachezaji. Mwamuzi gani yule? Yaani mwamuzi kama yule uniwekee fainali wakati nitakapokwenda kumalizana na Simba. Kweli? Wakati mwingine hao waamuzi ndio wanasababisha mashabiki wa Simba waonekane mbogo. Pige watu sana viwanjani. Hao waamuzi kama wale. Hivi tukio kama lile pa unawekaje penalty? Mtu amedrive mara ya kwanza, amedrive mara ya pili, amebugi mwenyewe kwa akili zake. Yaani unashindwa kuwa na akili kama za Pacome Zouzoua kudrive. Una drive vipi? Unavuta vipi mpira? Vuta hatua ya kwanza ya pili weka. Hatua ya kwanza ya pili toa pasi. Wewe unavuta unaenda tu mwisho wa siku umejikanyaga mwenyewe unadondoka tena kwa kujirusha. Alafu referee anafunika penalty. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Captain Kizinga, taarifa ni nyingi sana, lakini na hii nayo pia nilikuwa naomba tuizungumzie kwa kumalizia tu. Young Africans kwenye kiwanja ambacho mnatarajia kujenga uwanja, kwa siku ya jana kifusi kimeshuka pale. Lakini maneno ni mengi. Wewe mara baada ya kifusi kushuka, nini unakiona kwenye future ya Yanga ya uwanja? Uzuri tu sio kwamba kifusi kimeshuka. Yaani kimeshuka pale na Wachina wapo. Sio umeelewa? Yaani wewe weka hapa. Sio umeelewa? Yaani wakandarasi wa Kichina wapo. Wakandarasi wa Kichina anamwambia mtu wa gari lile la kumwaga taka chungwa. Yaani wewe bwana weka hapa. Sisi hao. Nilikwambia tuna viongozi ambao ni viongozi bora kuwahi kutokea. Ni viongozi ambao mpaka sasa hivi wamekwenda kuleta taswira kubwa kwenye ardhi ya Tanzania. Ni viongozi ambao wamekwenda kuleta historia kubwa kwenye nchi yetu. Kwa kipindi kifupi ambacho Engineer Hersi amekuwa madarakani na wenzake, Young Africans imepokea wageni mbalimbali kutoka nchi mbalimbali wakija kutaka kujifunza Hersi anaongoza vipi mpira. Uongo? Katika nchi ambayo ina gwiji la baba wa Afrika kwenye mpira wa soka la Afrika, Kongo, TP Mazembe Englabe wanakuja kujifunza kutoka kwa Young Africans. Tutake nini sisi wana Yanga? Tunawaambia wachambuzi fulani, acheni kumzungumzia Hersi, mtatukwaza. Tuonekane hatuna adabu mbele ya nchi yetu. Rais Hersi ametufikisha mbali wana Yanga. Leo hii vitototo vimekwenda na simu zao za mkopo. Bado siku 17. Mpaka sasa hivi hamna kitu. Tuwaambie yule aliyekutuma mwambie akachukue tena matukio. Kifusi kimewekwa. Pale hapajengwi complex kama ya KMC au kijiuwanja kama cha Azam kile.
baba, inapigwa stadium. Yaani kama ule uwanja wa Santiago Bernabeu mimi nakwambia, au kama ni ukempu ule pale. Lakini Captain Kizinga, kelele pia zinasikika za upande wa pili, wanasema kwamba kampeni zinaendelea. Tayari gari moja la kifusi kimeshuka kujenga uwanja wa mabilioni. Mimi nikuhakikishia kitu kimoja. Yaani watu wa Simba watakwenda kumshukuru sana Engineer Hersi pale ambapo uwanja utakuwa umekamilika, kwa sababu Engineer Hersi kwa vitendo atakavyokuwa amevifanya yeye pamoja na GSM na viongozi wote wa Yanga, yatakuwa ni matusi kwa viongozi wa Simba, yatakuwa ni matusi kwa mashabiki wa Simba, yatakuwa ni matusi kwa wanachama wa Simba. Kwa nini? Kwa sababu watakwenda kuulizana na viongozi wao, kwa nini Young Africans viongozi wake wamefanikisha zoezi la kujenga uwanja, sisi uwanja tuliopewa na mwanachama wa Young Africans, kwa nini ule uwanja tumeshindwa kuujenga? Mimi niwaambie, nendeni na nyinyi mkampelekee moto bosi wenu ajenge uwanja, na kama hataki atuambie hataki kuujenga ule uwanja wa Bunju kwa sababu alipewa na mwanachama wa Young Africans. Majamaa nao wanapenda kuombaomba. Unajua watu kisema ni ubavu wetu watu wanabisha, lakini ni ubavu wetu ndio. Simba ubavu wetu wa kushoto, kwa sababu wamepewa lile jengo pale Msimbazi, sisi wamepewa na mzee Karume, si mwanachama namba 2 wa Young Africans. Haya Bunju tena wamepewa na mzee Msoga, si Yanga tena yule. Siku viongozi wetu wakichachamaa, mimi nakwambia mashabiki wa Simba kuweni na adabu. Siku Engineer Hersi akichachamaa, akakaa na kina mzee Msumi, akakaa na viongozi wenzake, akawaambia tumekasirika, tunataka lile jengo lile walilopewa na mwanachama namba 2 wa Young Africans mzee Karume lirudi Jangwani nyumbani, kwa tarudisha. Akisema mzee Msoga uliwapa Bunju pale warudishe nyumbani, tunachukua uwanja ule, watakuwa hawana kitu. Aba Manthura Biloka Tarabia. Asante sana.